Muhammadin TV. Pamoja tuelimishane. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi alladhi anzala alayna kitaban kashamsi wa duhaha wa arsala ilayna rasulan kalqamari idha talaha faman tamassaka bihima 'asha fi daw'in nahari idha jallaha ومن أعرض عنهما تخبط في ظلمة الليل إذا يغشاها وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رفع السماء وبناها وبسط الأرض وطحاها وخلق النفس فسواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أخبره ربه أنه أهلك ثمود بطغواها وأنه سبحانه وتعالى لا يخاف عقباها صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه من أمته أولاها وأخراها. معاشر المسلمين، أوصيكم وإياي بتقوى الله تعالى وطاعته فقد فاز المتقون. Ndugu katika imani, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, Mola ambaye kwa ukarimu wake, kwa rehema zake katuwafikisha mimi na wewe mpaka muda huu kuwa ni miongoni mwa waja wake wenye kutumia rasilimali ya neema katika hali ya kupumua. Ni vema kusema alhamdulillahi rabbil alamin, kwa sababu wapo ndugu zetu katika imani ambao tumeamiliana nao mwaka 1446 Hijri mpaka mwaka huu ambao tunazungumzia mwaka mpya wa Kiislamu katika kalenda ya Kiislamu, mwaka 1447. Tayari kwa makadirio yake Allah baadhi tena hawapo. Hii rasilimali tuitumie vema ili iwe sababu ya kupata radhi zake Allah subhanahu wa ta'ala. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Kisha tufanye wengi katika hali ya kumtakia rehma kiongozi wa umma mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Haifichikani Qurani katika taasisi yetu pendwa ya Safina kwa jitihada na fikra ambazo mwanzo zilikuwa katika ahlan, mwanzo zilikuwa kama sehemu ya ndoto, fikra zikashughulisha watu, na leo biauni Allah ta'ala kwa kushirikiana na taasisi Islamic Foundation tayari na taasisi zingine, leo tupo hapa tuseme kwa pamoja alhamdulillahi rabbil alamin. Alianzisha fikra, Allah amlipe, walioichukua fikra hiyo ya kongamano hili katika mji wetu wa Mwanza katika nchi ya Tanzania, alhamdulillah, nao pia Allah walipe
na kila aliyehusika, fardan farda, nafsan nafsa, au biumum, kwa ujumla, sawa ni mtu mmoja au wawili au watatu au kundi. Mpaka leo tupo hapa, kwa yote waliohusika nayo, Allah walipe kheri. Islam tunakuwa baki ili kuitika dua, Allah walipe kheri. Isikika hivyo ndio maana yake tuko pamoja, na tutaongeza jambo lingine baada ya shughuli hii. Al-infaqu fi sabilillah. Leta taswira hapo ulipo. Kwa sehemu imeandaliwa mashaallah, kwenye kivuli, walillahi alhamd. Mada hii na ulipo, iambie nafsi yako al-infaqu inahusika. Iambie nafsi yako hapo ulipo, al-infaqu imehusika na itaendelea kuhusika. Hivyo naomba tusikilizane kwa nyakati hizi ambazo Allah subhanahu wa ta'ala kakadiria mimi nazungumza, wasikiliza, na wale wafuatiliaji pia ambao sehemu mbalimbali, nchi mbalimbali wafuatilia, nao pia wajiambia hapo walipo al-infaqu inahusika. Ndugu zangu katika imani, tukio la mwanzo ambalo kila mmoja alete taswira, kauli ya Abdullah ibn Mas'ud akizungumzia suala la kunufaika na siku katika umri. Anasema Abdullah ibn Mas'ud radhiallahu anhu, ma nadimtu ala shay, sijawahi fikiria kupata hasara ya majuto katika kitu. Hasara yangu, nadami, sehemu ya majuto, sehemu ya fikra ambayo inanishughulisha kuwa natakuwa nijute, ni siku ambayo talaat shamsu am gharabat shamsu, jua limezama, maana limechomoza kisha likazama, nakaswa ajali, muda wangu wa kuishi ulimwenguni umepungua, walam yazdad fihi amali, siku hiyo ikawa hakuna amali njema iliongezeka. Anasema Abdallah huyu bin Mas'ud, sahabiyul jalil, darasa zilizopita tumewahi kusikia kisa akiwa juu ya mtende, kisimlia Sheikh Muhammadain hafidhahullah. Ana mengi huyu, lakini analeta taswira Muislamu apate kuzinduka. Siku kupita, jambo la kwanza, umri umepungua. Umri ukiwa katika hali ya kupungua, je, umeongeza kheri au haujaongeza? Ikiwa siku itamalizika na saizi nyakati tulizonazo, ama karibu jua laenda kuzama hili, tukawa hatujaongeza kheri katika siku hii, ni siku ya hasara sana. Maashara almuslimin, huyu Abdallah bin Mas'ud radhiallahu anhu, ambaye anajutia siku kupita bila kuongeza kitu, ana mazuri mengi katika Uislamu, ana mazuri ambayo amesifika nayo katika ummati Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Nikupe baadhi, mawili au matatu. Huyu ambaye anajadili suala la kumalizika nyakati bila kuongezeka kheri ndani yake ni sahaba ambaye Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam anasema, man arada an yaqra al-Qur'ana ghaddan kama unzila falyaqra biqira'at ibn Abd, ay Abdallah ibn Mas'ud. Mtume anasema akiwaambia masahaba na umma kwa ujumla, yule ambaye ataka kuisoma Qur'an kama ilivyoshushwa kutoka kwa Allah, basi aisome kwa kisomo cha Abdallah ibn Mas'ud. Allahu akbar. Tayari hii ni tazkia ya kwanza kaipata kutoka kwa Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Jambo la pili la faida uchukue kwa Abdallah ibn Mas'ud ambaye anajutia nyakati kumalizika bila kuongeza kheri. Ni sahaba wa kwanza, awwalu sahaba alladhi azhara am jahara tilawat alquran fi Makkah ba'da nabiyina Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Sahaba wa kwanza katika mji wa Makkah kudhihirisha kisomo cha Qur'ani kwa sauti.
katika mji wa Makka baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni Abdullah ibn Mas'ud. Sahaba wa kwanza kusoma Qur'an kwa sauti na watu wakaisikia baada ya Mtume ni Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah huyu anajutia nyakati kumalizika bila kuongeza kheri. Ni sahaba alidiriki hijra mbili. Hijra ya kwanza lilhabasha wa thania ila almadina. Hijra ya kwanza ilikuwa ni kuelekea Habasha na hijra ya pili ilikuwa ni kuelekea katika mji wa Madina. Abdullah ibn Mas'ud ni ambaye adraka qiblatain, katika masahaba waliodiriki qibla mbili. Ya kwanza ikiwa katika Masjid Quba, pili ikawa katika Masjid Haram. Alihusika Abdullah ibn Mas'ud. Ndugu zangu, nilitaka kutoa kwanza huu muhtasari wa Abdullah, anajutia nyakati, na sisi tujifanyie tathmini. Pamoja na mazuri hayo, bado anajutia siku kumalizika na kheri haijaongezeka katika matendo yake yaliyokuwa mema. Al-infaqu fi sabilillah. Hakuna jambo lenye kheri kubwa kama al-infaq. Limadha? Kwa nini? Ni jambo pekee ambalo mwanadamu atalihitajia hinama yudrikuhu man malakul maut. Wakati malakul maut anamfika mja, mwanadamu atatamani kurudi duniani. Liajili madha? Aliyati liajili salah am liajili siyam wal hajj? La. Huyu ambaye anatamani kurudi duniani, atamani kuja kwa ajili ya kutekeleza ibada, ataraji kuja hapa kwa ajili ya funga au kwenda hija? La, anataraji kupata muda mchache ili kutoa kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala kamjalia. Tunasubiri tufikiwe na mazingira hayo. Huko katika mazingira bainaka wa man wa malakul maut, wewe na malakul maut, unaomba niongeze dakika walau 5 3 nikatoe sadaka. Nafasi hiyo ndugu yangu katika imani haipo. Kwa hiyo tunasema sadaka au al-infaq ni katika a'mal ambazo zimepewa kipaumbele kutokana na fadhila na kheri ambazo mwanadamu ataonyeshwa kuhusu suala la al-infaq. Tuangalie katika fadhilul infaq. Sehemu ya kwanza, Allah subhanahu wa ta'ala amefungamanisha al-infaq na sifa za uchamungu. Allah subhanahu wa ta'ala amefungamanisha al-infaq na sifa za wachamungu wenye kusifika na yale ambayo Allah anayaridhia. Aliposema katika Qur'an, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannati 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin manhum alladhina yunfiquna fi as-sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghayz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allahu akbar. Al-infaq imesifika na sifa wenye kumcha Allah. Allah tuambia tufanye haraka kutafuta msamaha wa Mola wetu ambaye ni Allah, na Allah anaeleza pepo ambayo upana wake ni mfano wa upana unaopatikana kati ya mbingu na ardhi. Pepo ilivyo upana wake, tunavyoona maisha ya ulimwengu, dunia hii, na kuangalia mbinguni, mbingu ilivyo na ukubwa wake, huo ndio mfano wa pepo kwa upana. Lakini Allah anaizungumzia hii pepo akisema uiddat lil muttaqin. Hii pepo imeandaliwa wale waliosifika na maamrisho yake yeye Allah. Man haula? Hawa ni watu gani hawa? Alladhina yunfiquna fi sarra wa dharra. Ni wale ambao wanatoa mali zao. Sawa, biashara ipo katika mfumo mzuri wa faida. Kwa lugha yetu tunasema tupo wakati muafaka kabisa, biashara inalipa. Waumini wanasifika na utoaji katika mazingira kama hayo.
wa dharra, na nyakati kuwa biashara imedorora, biashara haina mzunguko. Watu wenye sifa ya kumcha Allah wanatoa katika pia mazingira hayo. Lakini pia walkadhimina alghayr walafina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Tunaenda na sehemu ambayo tunakusudia, ndio tutakuwa tukielezea sana kutokana na kasba lilwaqt. Ndugu zangu, fanya tathmini katika sehemu ya biashara yako, mfumo wako, mzunguko wako wa biashara, sifa aliyoitaja Allah na wewe katika hali ya utoaji ni vitu ambavyo vinafungamana katika sifa. Ni sifa moja ambayo inaambatana na alichoeleza Allah. Nachomaanisha, wakati ukiwa katika hali ya dhiki, ukiwa katika hali kuwa biashara inaenda vizuri, unasifika na al-infaq. Ikiwa jawabu naam, famin babi aula, itakuwa ni kheri kwako. Wa in kana jawabu la, ikiwa jibu hapana, sifa hii unaikosa. Alladhina yunfiquna fi sarra wa dharra. Ili tuipate pepo katika utaratibu ambao Allah ametuelezea, sifa zote mbili tuhusike nazo. Katika faida au na fadhila za utoaji, msikilize Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema, na hii anaeleza sifa nyingine, adhimul ajr wa thawab, ukubwa wa malipo na thawabu mbele ya Allah kwa mwenye kuhusika na suala la kutoa. An Abi Huraira radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, ma min yawmin yusbihu al-ibadu fihi illa wa malakani yanzilan fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulu al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa. Hadithi katika sahihi Bukhari na sahihi Muslim. Anasimulia Abu Huraira, sahaba ambaye alipata nafasi ya kwanza kwa idadi ya maswahaba kwa ujumla, akiwa ni sahaba pekee alishika namba moja katika hali ya kupokea hadithi za Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Wa kwanza kabisa ni Abu Huraira. Alipata namba hiyo kwa jitihada ambazo alijituma na alihusika, akatumia nyakati vizuri, na Allah akamwafikisha kuipata nafasi hiyo. Anasema Mtume, ma min yawm yusbihu al-ibadu fihi, hakuna siku yoyote ile ambao waja huamka wakiwa wenye kunufaika na siku hiyo. Siku yoyote, kila siku ambayo unajua leo kuna waja wake Allah wanaitumia siku hii, maana yake wako hai. Illa wa malakani yanzilan, isipokuwa siku hiyo kuna malaika wawili wanashuka na risala. Waislamu tuko pamoja? Waislamu kimya kimetawala. Tutatoa tu insha Allah. Yaani mkikaa kimya inawezekana mnanifuatilia vizuri sana, lakini tusikae kimya baadaye ukasema nilikuwa simuelewi, ili usitoe. Hapana, ukihitimisha ili zoezi, kinachofuata tutahusika wote. Tuseme insha Allah. Haijasikika hiyo? Tuseme insha Allah. Alhamdulillah. Hata wale ambao wako nyumbani wakifuatilia katika habari kama hizi, na hiyo insha Allah pia wameisikia, na wao pia wako nyumbani pia wanahusika. Alhamdulillah. Malaika wa kwanza husema Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ewe Allah, ya Allah, siku ya leo yule ambaye atakayetoa katika kile kipato ulichomjalia, basi mpe mbadala, mpe mbadala katika kile alichotoa. Wa yaqulu akhar, malaika mwingine anasema
ewe Allah, Allahumma a'ti mumsikan talafa, ya Allah, yule ambaye anajizuia kutokutoa, mpe maharibiko, mpe majanga katika kile ambacho kazuia. Katika mada tunaweza simamia hata hapa ikajitosheleza. Nani anapenda leo kunufaika na dua ya malaika wa kwanza kwa kusema ya Allah, mpe mwenye kutoa badala? Anyoshe mkono, anyoshe mkono yule asema nataka kunufaika na dua ya kwanza malaika. Takbir, takbir. Haya, zoezi hilo tutahitimisha mwishoni insha Allah. Kwa hiyo sehemu ya pili, hakuna ataka hasara kwa dua inayoombwa kusema Allahumma a'ti mumsikan talafa, ya Allah, mpe mwenye kujizuia hasara. Hatuhitaji hiyo hasara, tunataka kheri, tunataka mbadala. Hadithi ya pili anasimulia Uqba bin Amir radhiallahu anhu قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس، أو قال حتى يحكم بين الناس. حديث katika musnad wa Imam Ahmad. Asema Uqba bin Amir sahabi aljalil, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, nilimsikia, maana yake kwa masikio yake hapo yupo na mtume, nilimsikia mtume akisema kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi yawm alqiyama, kila mtu siku ya kiyama atakuwa katika wigo wa kivuli chake kinachofungamana na sadaka. Wataraji kivuli siku ya kiyama ni sadaka yako. Sasa utajifanyia tathmini, wataka sadaka ya 500, maana yake kivuli cha 500, kivuli cha 1000, kivuli cha 10,000, cha 100,000, milioni, bilioni, bali insanu ala nafsihi. Jua lilivyo hapa mathalan mchana, hali ilivyokuwa, laiti tungeleta kuwa fikra hizi hema zote ziondolewe, hali ingekuwaje? Hali ingekuwa tata, na baadhi wangeondoka. Kwa nini? Hawezi kuvumilia mazingira ambayo tayari jua lilivyo katika hali ya uhalisia wake ukali. Sasa wataraji kivuli kizuri, manake ni sadaka yako kuiboresha katika hali ya kushindana. Hali ya kushindana, kila mmoja leo hapa aweke nia ya kumshinda mwenzake. Nakupa tukio ambalo lilipatikana katika ghazwatu Tabuk. Katika vita hivi vya Tabuk hali ilikuwa ni ngumu bil hakika. Kwa nini? Ni wakati ambapo chumo walilokuwa wakilihitajia au wakinufaika nalo masahaba kipindi hicho kulikuwa sivyo walivyotarajia. Sasa vinakuja vita hivi ambapo vinahitaji gharama. Mtume anawaambia masahaba, toeni sadaka zenu ili kufanya maandalizi ya ghazwat Tabuk. Sikiliza Omar anasemaje. Siku hiyo Omar anasema ndio siku ambayo wafaka ma amarahu nabii sallallahu alaihi wasallam ma indi, ni siku ambayo mtume aliamrisha jambo na mimi nikiwa na mali, na akaweka makusudio. Leo ndio siku ya kumshinda Abu Bakar. Leo ndio siku pekee katika umri wangu hapa kumshinda Abu Bakar katika majali ya sadaka, majali ya infaq. Mtume akiwa anaendelea kuhimiza Waislamu masahaba kutoa sadaka, Umar kasimama anamfuata mtume idhini. Mtume akamruhusu Umar. Umar anarejea, anaelekea nyumbani kwake. Alipofika nyumbani
mali yake yote kaigawa mara mbili. Nisfan fi sabilillah wa nisfan li ahli baitihi. Akaweka vigawanyo viwili katika mali yake yote ambayo Allah kamjalia. Nusu akaitoa fi sabilillah na nusu ikabaki kwa ajili ya ahli baiti. Akiwa na furaha sema alhamdulillah, leo Abubakari leo Abubakari tayari hapa nishammaliza, hapa nishamshinda. Walikuwa kishindana katika khairi. Akiwa katika mazingira kama hayo, anakuja kwa Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mtume pia akamuuliza Umar, madha tarakta fil bait, madha tarakta, umeacha nini Umar? Mali iliyoonekana pale Waislamu walipata shauku kuwa alhamdulillah, vita hii tayari maandalizi yashaanza kuwa mazuri, yanapendeza. Sawa, unasema lugha yetu ya Kiarabu naweka aini kidogo maandalizi yashafanyaje? Yanapendeza, shapendeza. Wakafurahi maswahaba na Mtume naye akafurahi. Amma karib, muda mchache Abubakar anakuja na mali ambayo Umar hakutarajia. Allahu akbar, Allahu akbar. Anaulizwa Abubakar, madha tarakta fil bait, madha tarakta ya Abubakar, umeacha nini Abubakar? Umeacha nini nyumbani Abubakar? Anasema taraktu Allah wa rasula, nyumbani huko nimemwacha Allah na mtume wake. Allahu akbar, nimemwacha Allah na mtume wake. Umar anasema tayari siwezi tena, siwezi kumshinda tena Abubakar, siwezi. Iambie nafsi yako, huyu nile naye jirani leo ndio siku mimi leo ndio kwa nimzidi. Iambie nafsi yako hivyo. Ikiwezekana mwambie nakuzidi, mwambie tayari ujumbe ushafika. Sasa leo mwenzako kashakwambia nitakuzidi, na wewe mwambie haunizidi. Alhamdulillah, takbir, takbir. Baada ya zoezi hili tunataka kuishi ile aya khitamuhu misk wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Tushindane katika khairi. Ndugu zangu katika imani, tukio ambalo litakuwa na tija na faida katika umri wetu tukiliendea zoezi la al-infaq fi hayatina, kwanza kabisa iwe al-ikhlasu lillah. Na hichi ni kipengele kinahusiana adabul infaqi, adabu za utoaji. Ukiwa unatoa sadaka yako, hakikisha al-ikhlas, la sivyo ya wailata wa ya hasirata. Kinyume na hivyo, asara ilioje, maangamio yalioje kwa mtu ambaye ametoa mali yake kisha siku ya kiyama anatupwa katika moto wa Jahannam. Ukirejea katika sahihi Bukhari, sahihi Muslim, babu riya, ni hatari. Wanaelezea wa mtu wa kwanza, watu wa mwanzo kuhukumiwa na Allah ni mtu ambaye alipambana fi sabilillah. Kama ni kuuawa, kauawa fi sabilillah. Siku ya kiyama anaambiwa na Allah, ulifanya nini? Anaambia, ya Allah, nilipambana fi sabilik. Ukweli wa kupambana mpaka nikadirikiwa na mauti. Allah anamwambia, umesema uongo, umesema uongo. Bali ulipambana, ulipigana ili watu wakuite jemedari. Fakadikila, na ilisemwa kauli hiyo. Allah anawaamrisha malaika, mshikeni huyu, pelekeni motoni. Mtu wa pili ni mtu ambaye alitoa mali zake. Ataulizwa katika hali ya kutoa kwake, atasema, ya Allah, hakuna jambo lolote la khairi lilifungamana na al-infaq isipokuwa nilitoa. Allah anamwambia, hapana, umesema uongo, umesema uongo. Bal
tasaddaqta liyuqalu laka Jawad, ulitoa ni kweli, ila ulikuwa na shabaha, ulikuwa na lengo ili watu waseme fulani ni mtoaji. Fakad qil, ilisemwa hiyo kauli, ilisemwa. Wanaamrishwa malaika wamchukue huyo mpeleke motoni. Kwa al-ikhlas, maashara al-muslimin, ikhlas fil infaq. Na hapa Allah anazungumzia waja hao katika surati al-insan, baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhi llah la nuridu minkum jazaan wala shukura. Ikhlas ni jambo muhimu katika al-infaq na ibada zingine kwa ujumla. Kwa kuhitimisha, ndugu zangu katika imani, tuangalie mifano baadhi inayofungamana na al-infaq. Tukizungumza infaq, hatumtazami mwanadamu peke yake. Al-infaq inahusisha wanadamu na wasiokuwa wanadamu, mpaka wanyama. Kaifa dhaka, tukio la mtu alipata bishara ya pepo kwa sababu ya mbwa. Kaifa, ilikuwaje? Yeye huyu mtu alipatwa na kiu cha maji, katafuta maji kayapata katika kisima. Wakati anatoka kisimani, katika hadithi nafupisha kutokana na nyakati, katika hadithi, fa idha kalbun yalhath yaakulu thara, akamwona mbwa kabisa pembeni ya kisima, yaakulu thara, akilamba tope. Yule mwanadamu kamtazama huyo mbwa, akasema, hakusema tu ni mbwa tu akampuzia, hapana. Alisema mbwa huyu kapatwa na kiu ambacho mimi nilikuwa nacho muda si mrefu. Akarudi kisimani, ndoo ya kuchotea hakuna, kopo hakuna, cha kuchotea kwa kifupi hakuna, ambacho tumezoea katika maisha yetu. Akavua hofu yake, hofu ile, akachota maji, akamshikia mbwa kanywa maji mpaka akatosheka, kaondoka. Kitendo hicho katika hadithi, fashakara Allahu lah faqabila lah, Allah akamridhia, akamkubalia kitendo chake, na ikawa ni sababu ya kufikishwa katika makazi ya pepo. Allahu akbar, Allahu akbar. Khitaman, mama mwingine alihukumiwa moto kwa sababu ya paka. Ndugu zangu, walikuwa sababu ya mtu kuingia motoni. Paka, nyau. Ilikuwaje? Alifanya nini huyo paka? Hatujui. Biktisari, huyo mama alimfunga paka kwenye kiguzo cha mti, hakumpa kinywaji, hakumpa chakula, hakumfungua kwenye mti ule mpaka paka akafa. Paka fanyaje? Akafa. Na hicho kitendo ikawa ni sababu ya huyo mama kuhukumiwa na moto. Alifanya ukatili. Ikiwa ukatili mpaka kwa hao paka, mbuzi, kondoo, kuku, bata, mtu anapata makosa na akifanya kheri anapata malipo, vipi kwa ndugu yako katika imani? Tutumie fursa hii na nyakati kama hizi na makongamano kama haya kuwa ni sehemu ya kupata radhi zake Allah subhanahu wa ta'ala. Naomba Allah kwa walioanzisha fikra hii ya kongamano na waliopokea fikra hiyo na waliojituma katika fikra hiyo, Allah walipe kheri duniani na akhera. Watu waliopewa taarifa ya kongamano wakahamasika, wakatoka nchi zao, mikoa yao, wakaiacha miji yao, wakaja hapa, Allah walipe kheri. Ndugu zetu waliotangulia, Allah asamehe makosa yao. Allah tujalie mwisho uliokuwa mwema. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk, wa jazakumullahu khair. Muhammadin TV, pamoja tuelimishane.